mwanamke anayevuliwa chupi kwa ajili ya pesa ni mara chache sana asikumbane na matukio haya matano pale anapokuwa na wanaume ambao wanamvua chupi kwa ajili ya kupewa pesa. Ni muhimu sana kujua kwamba wanawake ambao ni malaya, yani wao wanajiuza kwa ajili ya kupata pesa, huwa ni mara chache sana kuweza kutokumbana na haya matukio. Na kama upo katika swala la kuhitaji kutafuta mwanamke wa kuoa, hakikisha unajitafakari mara mbili kama unataka kuoa malaya, kwa sababu haya matukio ni jambo la kawaida kwa mwanamke malaya kukumbana nayo katika harakati zake za kutafuta pesa kwa kutumia kitumbua chake. Tukio la kwanza ni tukio la kuingiziwa chupa na wanaume. Hii ni mojawapo ya tukio ambalo kwa mwanamke malaya ni jambo la kawaida kuweza kukumbana nalo, kwa sababu anakutana na wanaume tofauti tofauti. Kuna wanaume ambao hawajali utu wa mtu. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwa mwanamke malaya kuweza kuingiziwa chupa. Kwa hiyo ni tukio mojawapo ambalo ni nadra sana kwa mwanamke ambaye anavua chupi yake kwa ajili ya kuweza kupata pesa kutokumbana na hili tukio. Na pia tukio la pili ni tukio la kupigwa mtungu na wanaume wengi. Nadra sana, yani kwa mwanamke ambaye anavuliwa chupi kwa ajili ya kupata pesa asikumbane na hili tukio la kupigwa mtungu na wanaume wengi. Kwa sababu mwanamke anayependa pesa au anayevuliwa chupi kwa ajili ya kupata pesa ni kwamba anakutana na wanaume wanaweza kumshawishi kwamba tunataka tukupige mtungu, sisi tupo wangapi, na wakamtajia bei akakubali, kwa sababu yeye lengo lake ni kuweza kupata pesa. Kwa hiyo mojawapo ya tukio ambalo kwa mwanamke ambaye ni malaya ni ngumu sana kuweza kutokumbana nalo hili tukio. Na pia tukio la tatu ni tukio la kufanyishwa mapenzi na wanyama wa kufugwa. Hii ni mojawapo ya tukio ambalo huwa ni mara chache kutokea, lakini linaweza ikakumbana na mwanamke ambaye anapenda pesa kupita kiasi akakumbana na hili tukio, kwa sababu mwanamke ambaye anapenda pesa yani yupo tayari kupata pesa kwa ajili ya kutumia uchi wake, ni rahisi kuweza kuambiwa kwamba afanye mapenzi na mnyama fulani, mfano mbwa, mfano paka, farasi, ili mradi tu aweze kupata pesa. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya tukio ambalo mwanamke malaya akaweza kukumbana nalo katika harakati zake za kutafuta pesa kwa ajili ya kuweza kuendeleza maisha yake na kwa ajili ya kuchagua maisha ya aina hiyo. Na pia tukio lingine ni tukio la kurekodiwa akiwa uchi ili mradi aweze kupewa pesa. Ni muhimu sana kujua kwamba kwa mwanamke malaya hili tukio ni tukio la kawaida sana. Yani mwanamke malaya akitangaziwa pesa anaweza akavua akarekodiwa ili mradi tu aweze kupata pesa. Kwa hiyo ni mojawapo ya tukio ambalo ni jambo la kawaida kwa mwanamke ambaye anajiuza aweze yani tukio mojawapo ambalo ni jambo la kawaida kukumbana nalo kwa mwanamke ambaye ni malaya. Na pia tukio la mwisho kabisa ni tukio la kufanya kinyume na maumbile. Mwanamke yeyote ambaye anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata pesa lazima, yani hii tukio ni lazima aweze kutatuliwa marinda vyovyote vile. Yani kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya tukio ambalo ni mara chache sana kwa mwanamke malaya asikumbane na hili tukio. Kwa hiyo haya ndio matukio matano kwa mwanamke ambaye ni malaya ni nadra sana kuweza kutokumbana nayo, kwa sababu ni matukio ambayo lazima malaya aweze kukumbana nayo. Kama unahitaji ushauri au video za kufanya mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwenda namba 0713728736. Naitwa Isaac Kanyankole, asante na karibu. Kumbuka pia unaweza kupata kitabu ambacho kitakusaidia namna ya kuingia katika mahusiano sahihi au ndoa sahihi. Naitwa Isaac